Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Radio Tabora, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumanne ya tarehe 28 mwezi wa 10 2025, juma la 30 la mwaka C wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni haya yafuatayo. Waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 2 aya ya 19 hadi 22. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 6 aya ya 12 hadi 16. Karibuni sasa tusikilize Injili. Yesu aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Hata kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume: Simoni aliyemwita jina la pili Petro, na Andrea nduguye, na Yakobo na Yohane, na Filipo na Bartolomayo, na Matayo na Tomaso, na Yakobo wa Alfayo, na Simoni aitwaye Zelote, na Yuda wa Yakobo, na Yuda Iskariote ndiye aliyemsaliti. Neno la Bwana. Katika adhimisho la leo, Mama Kanisa pia anaadhimisha sikukuu ya watakatifu Simoni na Yuda mitume. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, katika masomo ya leo, Mama Kanisa anatualika zaidi tufanye tafakari juu ya wito wetu na utume wetu. Kwa njia ya sakramenti ya ubatizo, tunaitwa na kufanyika mitume wa Yesu, na hivyo tunashirikishwa ofisi kuu 3 za Kristo, yaani ofisi ya unabii, ukuhani na ufalme. Kwa njia ya kanisa, Kristo mwenyewe kupitia Mama Kanisa anatuita na kututuma pale anapokusudia twende kufanya na kuendeleza kazi yake ya wokovu wa watu wake. Wapendwa katika Kristo, Mama Kanisa anatualika kuwa tayari kufanya kazi ya kitume, na hivyo tuone kuwa sisi ni sehemu ya mitume wale Kristo aliowachagua kwa kazi yake ya kitume, kama tulivyosikia katika Injili. Zaidi tusijione kuwa wageni na wapitaji katika nyumba ya Baba na katika utume wa Kristo na kanisa lake, bali tuone kuwa sisi wabatizwa ni viungo muhimu katika utume wa kanisa, na hivyo tuufanye bila woga na mashaka yoyote, kwani Kristo mwenyewe ametuita kwa kazi hiyo. Mafundisho ya Mtume Paulo kwa kanisa la Efeso, kama tulivyosikia katika somo la kwanza, yatutie nguvu, na hivyo tuone kuwa sasa si wakati wa kuona eti sisi ni wasaidizi tu katika utume wa kanisa, bali ni washiriki kamili, na hivyo tunao wajibu wa kuhakikisha kuwa utume wa kanisa unasonga mbele. Tuwaige na kufanana mitume Simoni na Yuda ambao tunawakumbuka leo, hasa kwa moyo wao wa kitume waliokuwa nao, na zaidi kwa maombezi yao. Tuombe neema ya Mungu ya kuwa tayari kutimiza mapenzi ya Mungu, hasa pale anapotuita na kutualika kushiriki utume wake. Kwa namna ya pekee tuwaombee mababa wetu, yaani maaskofu na mapadre, ambao kwa nafasi ya pekee wanashiriki utume wa Kristo na kanisa lake kama sehemu ya mitume 12 ambao Kristo aliwachagua kwa kazi yake, na hivyo wakiongozwa na moyo wa sala wawe tayari kuyatekeleza kikamilifu yale yanayoangukia kama mitume wa Kristo katika kutekeleza utume wa kanisa kwa ajili ya wokovu wa taifa la Mungu na watu wote. Amina. Aliyewaletea tafakari hii ni mimi Fratera Delbert Misigaro wa Jimbo Katoliki la Kigoma, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 4 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kiparapara, Jimbo Kuu Katoliki la Tabora.
Tumsifu Yesu Kristo.